الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صلوا على محمد وآل محمد. Mada ya leo tuliyochagua ilikuwa ni jinsi ya kupata utulivu ndani ya familia. Hiyo mada ni muhimu sana, na asilimia kubwa yetu sisi shida tunaipata kwanza, tunapata shida majumbani mwetu. Sasa nimechagua mada hiyo na hiyo aya niliyotanguliza mbele yenu, ambapo Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, enyi mlileta imani, kama mumekubali Uislamu mutambue kwamba Islamu ni fungu, itabidi muikubali fungu mzima mzima, yani ni package, inabidi muichukue yote. Sasa asilimia kubwa matatizo katika maisha yetu tunayoyaona, kwa sababu tuelewe kitu kimoja, tutambue kwamba Mwenyezi Mungu hamna amri anayoitoa au Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hamna jambo analotufikishia ambayo ndani yake hakuna hekima. Mwenyezi Mungu hawezi akaingia akilini mwetu, kwa sababu akili zetu ni mahdud, zina hadi, zina limit. Sasa kama Mwenyezi Mungu hawezi kuingia kwenye akili yetu, basi hikma yake, ilmu yake, sifa zake zote zile haziwezi zikaingia ndani ya akili yetu. Sasa tatizo kubwa kwamba Mwenyezi Mungu akituamrisha jambo, sisi tunajaribu kutumia akili zetu na tutaona kwamba hapana, jambo hili nikifanya hivyo litakuwa na tatizo. Mfano moja nikupeni, niliwahi kumwona kwa macho yangu mama mmoja anamchapa kijana wake miaka 3, miaka 4, yani anamchapa bila huruma. Namwambia hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema miaka 7 mtoto haguswi. Anasema nikija kumwachia mtoto huyu atakuja kunikalia kichwani. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema mtoto anapozaliwa mpaka miaka 7 mtoto ni mfalme, kutoka 7 mpaka 14 ni mtumwa, 14 mpaka 21 ni waziri. Sasa miaka 7 za kwanza mtoto hata kama hajui kuongea, lakini mtoto anaangalia mzazi wake, anamwangalia jinsi anavyotenda, yani mzazi wake anakuwa ni kigezo chake, ni mfano wake. Sasa leo mfano mtoto aking'ang'ania kitu kwamba nataka kitu hiki, na mzazi ukamwambia mara ya kwanza mwanangu acha, mara ya pili mwanangu acha, mara ya tatu ukamnyang'anya kwa nguvu. Sasa hapa mtoto ashajifunza kwamba kitu ambacho kisichopatikana kwa mahaba, kwa mapenzi, kwa utulivu, basi pale inabidi tutumie nguvu. Sasa baada ya miaka 7 kupita, hatukumlia mtoto ipasavyo,
Baada ya miaka 7 yale yashaingia kwenye nature yake. Leo mfano nikiuliza mtu kwa nini anadanganya, au mtoto kwa nini anadanganya? Anadanganya kwa sababu anategemea kwamba nikidanganya nitakuwa katika amani. Sasa kama leo tukijenga mazingira ya nyumba kwamba mtoto tunataka kumlea iingie kwenye akili yake kwamba nikisema uongo ndio pana matatizo, nikisema ukweli niko katika amani. Sasa miaka 7 za kwanza zile mtoto akilelewa kwenye mazingira yale, ina maana ile tabia ishaingia kwenye tabia yake. Ina maana sasa huyu mtoto hatodanganya, hata atakubali kupambana na matatizo yote, lakini kusema uongo hatosema. Kuna usemi unasema alilmu fi sighar kanakshu fil hajar. Sasa hiyo ni mfano tu nimekupeni kwamba Mwenyezi Mungu kama katoa amri kuna hikma nyuma yake. Sasa leo tukienda kuangalia familia zetu na matatizo yote tunayokumbana nayo, jamani, watu msione wengi wetu tunacheka, lakini matatizo, adhabu ya kaburi hujua maiti. Na mimi huwa napenda sana kuongea na mtu mmoja baada ya mmoja, yani napata kujua kwamba huyu tatizo lake nini, huyu tatizo lake nini. Tatizo kubwa sana ambayo inatukosesha amani hata katika kutafuta maisha ni hatuna utulivu ndani ya majumba yetu. Leo mfano mwanamme anatoka anahangaika. Jana ilikuwa naongea na mtu mmoja maskini, namwona jinsi anavyohangaika, ameshika. Namwambia ustazi, hebu niambie biashara vipi? Anasema biashara ni ngumu. Namwambia sasa, kwa jinsi mimi katika kuongea na watu nilivyopata kujua, wewe ukienda nyumbani ukimwambia mke wako biashara ni ngumu, leo sikupata biashara, moja kwa moja fikra zinakwenda kwamba huenda kuna mwanamke mwingine anampelekea hela. Yani fikra moja kwa moja inakwenda sehemu nyingine. Jamani, kuna kiangazi, kuna masika, kuna misimu ambayo biashara ipo, biashara amna. Sasa leo mwanamume akiingia ile kitendo cha kusema kwamba leo sikufanya biashara, basi moja kwa moja anavamiwa, anaambiwa huenda una mwanamke. Sasa mfano leo tukitaka utulivu, wallahi wa billahi jamani, hebu tujaribu mara moja. Dada zangu, watoto wangu, banati zangu, vijana, wazee, jamani, hebu tujaribu formula hiyo mara moja tu kwa muda fulani. Tuseme kwamba kila alilosema Mwenyezi Mungu tunataka kuitekeleza bila kutumia akili zetu. Maanake tushamwamini kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba na kila atakaloeleza lina hikma ndani yake kwa ajili ya manufaa yetu sisi. Leo jamani, tukienda kwa dokta wa moyo au dokta wa cancer oncologist au nani, anaweza akatuandikia dawa na sisi wala hatusemi nini wala nini, tunatekeleza yale anayetuambia. Yani tumemwamini kwamba yeye kasomea kwenye fani hiyo na anajua anachokitoa na kitanisaidia. Sasa jamani, katika maisha yetu kuna anayetujua zaidi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu katuumba, kaleta mitume. Sasa leo wanandoa, hebu tujaribu kitu kimoja. Tuseme kwamba kuanzia leo tunataka kuishi maisha ambaye Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam katuonyesha alipomoza binti yake Bi Fatima alayha salam, alitupa mwongozo gani, dini inasema nini. Yale yote inabidi sasa mimi nijaribu kutekeleza, alafu niangalie mapenzi baina ya mume na mke yanakuwaje. Lakini kabla ya yote, kwanza inabidi tuelewe ni kosa gani nikija kufanya ambayo kosa lile halina msamaha. Yani mke aelewe kwa mume kwamba kuna makosa binadamu anakoseaga, ni makosa ambayo yanasemeheka, lakini ni muhimu sana, ni muhimu mno kwa mwanamke aelewe ni kosa gani ambalo lisilosameheka. Na kila mtu anaelewa ni kosa ya kusaliti. Leo ndoa zetu zimekosa amani kwa sababu asilimia kubwa mtu anapofanya dhambi
anaona kwamba hii dhambi mimi nafanya, mwingine hajui. Lakini tuelewe kitu kimoja, ile baraka ya Mwenyezi Mungu, rahma ya Mwenyezi Mungu inaondoka wakati binadamu anapoingia kwenye madhambi. Yani mtu anapoingia kwenye dhambi, ujue kwamba pale ameshakosa amani, ameshakosa utulivu. Leo wale ambao ni matajiri wakubwa, ambao hawana dini, utaona ni wa kwanza, pamoja na pesa zao ndio wa kwanza wa kujiua. Kisa utauliza, sisi tunaona kwamba pesa ndio maisha. Wale ukiwauliza walikosa nini? Leo mfano ukiwaangalia ma celebrities wakubwa wengi sana wanachukua madawa ya kulevya. Yani wanakaa kwenye magari ya mamilioni, lakini utasikia kwamba huyu anachukua dawa za kulevya, huyu anatumia drugs fulani, huyu hivi. Sasa utaanza kujiulizia kwamba hizi pesa zote wanazo, kwa nini mtu anajiingiza kwenye mambo haya? Mfano mtu ambaye amechanganyikiwa na mawazo kama mimi au yoyote yule, akifanya hivyo inaeleweka. Sisi tunaona kwamba pesa ndio kila kitu, wao wanaona ni utulivu wa moyo hawana. Sukunul qalb, itminanul qalb, sakina ya moyo hawana, na ndio maana wanatafuta kwa njia zingine hizo za kutumia madawa ya za kulevya. Leo kila mtu anatafuta utulivu. Ukiwa na pesa huna utulivu, pesa hazikusaidii. Sasa utulivu utapatikana vipi? Jamani, wallahi, kwa mwanamke atakapokuwa anamsaliti mume wake, basi ujue kwamba katika ndoa yenu, katika ndoa zetu, ile rahma inatoweka. Sasa itakuwa ile rahma hamna. Kwa sababu gani? Tuelewe kitu kimoja, mwanamme anaweza akawa na wanawake 4 na katika mahaba yake, mapenzi yake asipungue kokote, huku kusipungue, huku kusipungue. Lakini siku mwanamke akiwa na mwanamme wa pembeni au akiwa na msaliti mumewe, yani mahaba lazima yanapungua, vituko vitaonyesha. Yani vituko vyake, kwa sababu hakuumbwa kuweza kugawanya mapenzi sehemu mbili, kwa sababu ana hisia. Akishaingia sehemu nyingine, hisia za huku zinakatika. Na mara nyingine mtu unaweza kaa ukajiuliza kwamba mke wangu alikuwa mwema, mke wangu ilikuwa tuna mapenzi, tunafanya hivi, leo kabadilika kabisa. Jamani, sitaki mchukulie kwamba kila aliyebadilika ndio ameingia kwenye mambo haya, isipokuwa hiyo ni moja ya sababu. Kama mfano mtu akiwa na jaundice anakuwa na homa, akiwa na typhoid anakuwa na homa, akiwa na malaria anakuwa na homa. Sasa hii moja ya sababu ndio hiyo, kwa sababu mwanamke hawezi akagawa penzi lake sehemu mbili kwa wakati mmoja, hakuumbwa kwa hulka ile. Sasa moja, kwanza kabisa tuelewe kwamba kitu gani au dhambi gani nikija kumfanyia mume wangu, ile dhambi haitosameheka, ni dhambi ya usaliti. Basi ile iwe ni kukomo kabisa, kwamba tumkosee mume wetu, akosee waume kadiwezekanavyo, haina shida, anaweza kusamehewa, lakini hili dhambi halisameheki. Kuna hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema mtu ambaye anatambua mke wake ana mahusiano na mwanamume mwingine na bado akamkakamia huyu mke, akasema mke wangu nampenda, ana uhakika na mahusiano na mwanamume mwingine, bado akabaki naye, huyu bwana anaitwa dayus. Dayus ni mtu ambaye atatupwa motoni kwa uso wake siku ya Kiyama. Kwa sababu gani? Huyo mtu hana ghaira, hana heshima ya nafsi, hana izzatun nafs. Mke ambaye ilikuwa ndio mali yake, leo mke anakuwa na mahusiano na wanaume wengine na bado huyu amemkomalia, anasema nampenda mke wangu. Kwa hiyo jamani, hiki kitu cha kwanza. Kitu cha pili, tuelewe kwamba wakati mwanamume anapomua mwanamke au mwanamke anapoolewa na mwanamume, hamna aliyekamilika. Kila mtu ana mapungufu yake, kila mtu ana makosoro yake, na ndio maana Mwenyezi Mungu kasema hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna.
Wao ni vazi lenu na nyie ni vazi lao. Kazi ya vazi ni nini? Ni kuficha aibu za mwili. Mfano mimi na majeraha, mfano mimi na kitu fulani, yani ile vazi linaficha aibu ya mwili. Sasa ni muhimu kwa mwanamke afiche aibu za mume wake na mume afiche aibu za mke wake. Bibi Fatima alayha salam wakati alipoolewa, Bwana Mtume alimusia sallallahu alaihi wasallam, anamwambia, ewe binti yangu Fatima, unaenda kuolewa na Ali ambaye hana lolote katika mali ya dunia. Bi Fatima alayha salam alimridhia kwa kuangalia dini yake, kwa kumwangalia shakhsia yake Imam Ali alayhi salam. Sasa Bwana Mtume anamusia, ewe mwanangu Fatima, usije ukaenda ukamwomba Ali kitu ambacho unajua hawezi kukutimizia. Leo jamani, mimi nimeona kuna magomvi ndani ya nyumba. Mwanamke anataka hela kwenda kusuka, mwanamume uwezo wa kumpa zile hela hana. Sasa ugomvi moja kwa moja kwamba nataka kwenda kusuka. Unajua hayo minyweli ya maiti, minyweli ambayo inanuka na madawa na makemikali. Jamani, kabla hatukuweka zile minyweli, hebu tujaribu kuzinusa zile nywele, alafu tuangalie kemikali zilizowekwa. Mwenyezi Mungu ametuumba, fatabarakallahu ahsanal khaliqin, ametuumba kwenye umbo mzuri. Leo sisi tunaenda tunaigiza tatizo, tunaenda tunalipa hela masaluni, tunaweka minywele. Haya, mtu yoyote ambaye anaiweka nywele, hebu jamani tuambizane kweli, janaba, mwogo wa janaba hapa upo? Mwogo wa janaba upo? Wakati mtu ashaenda kusuka, ataoga huku atavaa kofia ili nywele zisiharibike. Haya, hamna mwogo wa janaba, mtu kakaa kwenye najasa. Mwogo wa haizi hamna, mtu kakaa kwenye najasa. Kesho akifanyiwa uchawi mdogo, pale pale inamgusa. Kesho pepo au jini kidogo tu, mtu akifanya jambo pale pale ishamgusa. Haya, akishapata hayo, tunaanza kumtafuta mganga. Anayehangaika ni nani? Huyu aliyetoa pesa za saluni ndio anaenda kutafuta pesa za kwenda kumtibu mke wake, kwa sababu kagongwa na uchawi au kagongwa na jini au pepo. Kwa sababu hawezi kuoga, hawezi kutoa janaba, bado atabaki kwenye hali ya najasa. Ina maana hapo sasa itakuwa ni rahisi kupata matatizo kama haya, na ndio asilimia kubwa tukienda kuacha mfumo aliotuletea Mwenyezi Mungu na tukaanza kutafuta mifumo ambayo ya huku na pale. Hao waliotuletea mawigi wanatangaza wanataka biashara tu. Hizi pesa shilingi 2 ambazo zingeweza kubaki na kufanya mambo mengine, hebu tuangalie, tukae siku moja jamani, alafu tuanze kupiga mahesabu kwa wanawake. Nasema hizi pesa tunazopeleka saluni, hizi pesa tunazotumia hovyo ndogo, hebu tujaribu kuanza kuandika kwamba kwa miezi miwili, baada ya miezi mitatu, tuangalie kwamba pesa ngapi sisi tumetumia hovyo pasipohitajika. Haya, tungefanya kazi gani ambayo ingeweza kuzalisha pesa hizo? Lakini kila siku tunajaribu kuishi maisha ya kuigiza, alafu hali ni ngumu, mwanamume hana kitu. Alafu shida nyingine mojawapo ni ya sisi wanaume. Tuelewe sana, wakati unapokuwa unampenda mwanamke, mwanamume anajaribu kuhangaika huku na kutafuta mazawadi. Anachukua zawadi za thamani, perfume za thamani, sijui simu, anamzawadia mwanamke. Una uhakika baada ya ndoa hadi hiyo utaweza kuihudumia? Sasa mwanamke anaanza kujijenga kwenye taswira kwamba mwanamume wangu ana kipato kizuri, mwanamume wangu leo kaweza kunipa simu, inshallah baada nikishaoa nitapata mengi. Kumbe maskini simu ulienda kuazima pesa ukamnunulia. Sasa matatizo mengine sisi wenyewe tunajitafutia kwa mikono yetu. Tuishi jinsi tulivyo na uwezo wetu. Kama kweli mwanamke kampenda mwanamume, basi atamkubali na umaskini wake. Na kama mwanamke una tamaa ya pesa,
una tamaa ya vitu, ni heri udhihirishe zile tamaa mwanzo, ili mwanamme aweze kujua kwamba baada ya kumuoa huyu mwanamke nitaweza kumudu au sitomweza. Lakini kote kunakuwa na mficho. Mwanamme anaficha umaskini wake, mwanamke anaficha tamaa zake. Akishaoa sasa anaanza kudhihirisha vyote vile. Na ndio maana kuna wakati mimi niliwahi kumuuliza mtu mmoja kwamba kwa nini katika mila zetu kuna vitu ambavyo ni nje ya maadili ya kidini. Mwanamme anaweza kukaa na mwanamke anaishi, wanazaliana. Nasema sasa hao watoto wanaozaliana utasemaje? Ni watoto wa aina gani? Kwa sababu ni nje ya ndoa. Kwa nini unapotaka kuishi na mwanamke, kwa nini usisome nikah? Haina haja ya kuwalisha watu, haina haja ya mashuhuda sijui nini, haina makubwa. Naambiwa kwamba mwanamke bwana kucha zake anazificha, akishakuja kuolewa pale ndio anazionyesha kucha zake. Sasa tunaogopa tunaweza kuoa alafu zile kucha zikija kuonekana wakati ndoa ishapita, mahari ishapita. Na ndio maana mimi nasema mara nyingine, wallahi hiyo mut'a tuliyewekewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alivyoweka, dini ilivyoweka, sura ya Nisa aya ya 24 inasema kwamba mut'a ipo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam anapoondoka duniani, aya ipo, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dini imekamilika kabisa, haina mapungufu. Ndani ya dini si na mapungufu, mutaimo. Na aya inaweza kuibatilisha aya, kuifuta aya. Aya haiwezi kufutwa na hadithi. Sasa kama hiyo mutaa ipo na ni halali, basi mimi ningeshauri jamani, ningeshauri watu wawili mumeamua kuishi pamoja, basi ingalau ipite ile mutaa iwe halali, ili watoto watakaozaliana wawe katika mlolongo wa halali. Kwa sababu mtoto asiyekuwa wa halali kuna mapungufu yapo makubwa ambayo lazima itadhihirika. Kwa sababu miongoni mwa wale ambao tunaambiwa kwamba watakaokuwa wanaopinga Ahlul Bait alayhimus salam, miongoni mwao asilimia kubwa ni watoto wa haramu. Sasa kama mutani halali, mutani ipo, imeruhusiwa, basi jamani, ushauri wangu kwamba yoyote yule ambaye anaishi na mke wake kwa mila zetu na dasturi zetu, basi ingalau apitishe mut'a iwe halali kwake yeye. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kosa la kwanza kwamba tumejua kwamba kosa lisilo na samaha ni kosa gani? La kusaliti. Haya, Bi Fatima alayha salam wakati anapokuja nyumbani kwa Imam Ali alayhi salam, Imam Ali alayhi salam mara kwa mara anamuuliza, ewe binti wa Mtume, unatamani nini nikuletee? Binti wa Mtume anasema, kila ninachohitaji unaleta, kila ninachohitaji unaniletea, sina mahitaji yoyote. Yani binti wa Mtume anavaa nguo za viraka, binti wa Mtume anafanya kazi kwa mikono yake. Leo mfano mke wa raisi, mtoto wa raisi akija kutambulika, Bi Fatima alayha salam wakati anapomwendea baba yake anasema, ya abata, natamani ningekuwa na msaidizi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam anamwangalia binti yake, anamwambia kwamba, ewe binti yangu, hao wote walioko ndani ya Madina asilimia kubwa kwa sasa hivi hawana uwezo, hawajiwezi, wanafanya kazi kwa mikono yao, na sisi tuishi jinsi wanavyoishi wengine. Mimi ningependa kupa tasbih. Ile tasbih utakaisoma itakupa nguvu katika mwili wako wa kuweza kufanya kazi zote ambazo ni faradhi juu yako, ambayo ndio tukapata tasbih ya Bi Fatima alayha salam, Allahu akbar mara 34, alhamdulillah 33, subhanallah 33. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo inabidi tuviangalia, kama tulivyosema kwamba kusaliti ni kosa ambayo haikubaliki kwa vyovyote vile. Na mwanamke yule ambaye anayesaliti, mfano kesho akiachwa, anakuwa hana thamani.
Mwanamke yoyote ambaye namsaliti mumeo mara huku, anakuwa hana thamani, atakuwa ni kama chombo cha kuchezewa, lakini hamna mtu atakayemchukua na kumweka kama mke. Huyu ambaye anamsaliti kwa ajili ya yule mwanamume anamsaliti mumeo, kesho akiachika yule hawezi kumpokea. Leo kamsaliti huyu, kesho akija kwangu na mimi atanisaliti. Yani kashajiwekea dua ile. Yani yeye mwenyewe anajiona kwamba mimi ni mjanja, lakini tuelewe katika kazi ya haramu haina baraka. Ile baraka ikiondoka, ina maana kila kitu kimepotea. Hao wenye mabilionia wanatafuta amani mpaka wanaingia kwenye madawa ya kulevya. Hapa huenda unaweza kashika hela, lakini hamna utulivu, hamna amani, hamna furaha, yote inakuwa ni bure. Ya pili, kila asilimia kubwa ya mwanamke anapenda kwamba mumeo awe kwenye mkononi mwake. Yani kila amwambialo mume alitende, kila amwambialo, alafu anaweza kujifaharisha kwamba mimi ndio namhukumu mume wangu, mimi ndio namwendesha mume wangu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kaonyesha njia nzuri sana. Anasema wakati mtu huru unapotaka kumfanya mtumwa, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa mtumwa wake kwanza, mfanyie ihsani. Anasema al-insanu abdul ihsan, insan ni mtumwa wa yule anayemfanyia ihsani. Sasa leo mwanamke yote ambaye anataka kwamba mwanamume kila amwambialo amsikie, basi ni muhimu sana kwanza yeye awe mjakazi wa huyu mumeo. Yani amfanyie mema kadri iwezekanavyo. Akishafanya hivyo, wallahi wa billahi, huyu mume hatoangalia huku wala huku zaidi ya mke wake. Shida inakuja kwamba mwanamke anataka kumtawala mumeo, anataka kumwendesha mume, na mume hauwezi ukamwendesha hata siku moja. Yani mume anaweza polepole akawa mbali na wewe kimoyo, na siku ya mwisho akaachana. Usije ukamwona mwanamume amekaa kimya basi na kila analomwambia anafanya. Jamani, hiyo daraja kapewa mwanamume, kwa sababu hawawezi wakawa viongozi wawili ndani ya familia. Kiongozi anakuwa ni mmoja. Sasa yule mwanamke ambaye anapenda kumtawala au anapenda kumhukumu mume wake, ajue kwamba huyu mume naenda kumpoteza, kwa sababu mwanamume hatawaliwi, hatawaliki. Mwanamume anatawalika kwa mapenzi, kwa mahaba. Leo asilimia kubwa tunakosa hikma katika majumba zetu. Mimi nitakupeni mfano ndoto moja. Kuna mfalme aliota ndoto. Alivyoota ndoto akaitwa mwenye kutafsiri ndoto Najumi. Yule mmoja kaja, bwana anasema, mfalme, aise, ndoto mbaya sana. Anasema, imekuwaje? Anasema, mbele yako wazazi wako watakufa, mke wako atakufa, watoto wako watakufa, na wewe ndio utabaki peke yako, utaona vifo vyao. Bwana mfalme kapata hasira, kapatwa na hasira, akatoa amri, bwana huyu mkateni shingo, kauawa. Akasema mtafute mtu wa pili, katafutwa wa pili. Sasa wa pili alivyokuja, anasema, mfalme, ndoto uliota ni mzuri kuliko yote, yani hamna mtoto mzuri uliota kama hiyo. Anasema, vipi? Anasema, katika familia yenu yote umri yako ndio mrefu zaidi ya wengine wote, wewe ndio utaishi sana kuliko wengine. Bwana mfalme kafurahi, kamwambia mpeni zawadi. Sasa alilosema ni lile lile. Yule wa kwanza aliyesema ni hayo hayo, na wa pili kasema ni hayo hayo, lakini wa pili katumia hekima, kachagua maneno ya kumpa mfalme, kachagua hekima, kafikisha yale maneno kwa hekima. Jamani, katika maisha ya ndoa inabidi hiyo hekima tuwe nayo. Ni wakati gani mume wangu nimwambie swala gani na nimfikishie vipi? Bwana Nabii Musa alayhi salam na Harun wanapopewa amri ya kwenda kwa Firaun, wanaambiwa idhhaba ila firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale wameambiwa, tamkeni maneno matamu laini yenye mahaba. Sauti inabidi, wakati mwanamke anaongea na mumeo, sauti inabidi inabadilika.
Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaambiwa, fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau zangu walio katika ndoa. Hebu jaribuni kufanya hivi vitu, alafu tuangalie reaction yake inakujaje. Na kupeni story moja kwanza. Alikuwa mwanamke anaishi na mumeo, kila siku ugomvi aishi. Akamwambia kaka yake kwamba bwana, mimi nataka talaka. Kaka yake akamwambia sawa, ina shida, lakini naomba ufanye kazi moja. Hiyo talaka mimi nitakuletea baada ya mwezi, lakini hiyo mwezi moja jaribu kumpenda mume kadri iwezekanavyo, mpe mahaba, mpe mapenzi, usigombane naye. Akikwambia jambo msikie, wewe unajua hili jambo linamkasirisha, usilifanye. Usizozane naye, mwanamume hapendi mambo ya kuzozana. Mfano kasema hili silipendi, kwisha. Lakini mambo ya kuzozana, ndio hapo ndio tunaposikia kwamba mwanamume hata utulivu hapa, sasa anatafuta utulivu sehemu nyingine. Akiingia sehemu nyingine, hapa lalamiko kwamba mwanamume wangu bwana ananisaliti, mwanamume hivi. Yani jamani, ni rahisi sana mwanamume kumshika mkononi kwa mapenzi, kwa mahaba, kwa utiifu. Kwa hiyo huyu dada kaka anamwambia baada ya mwezi mimi nitakupa talaka, nitakufanyia. Naomba mpende mume wako kwa nguvu zako zote, jihadi yako ni kumfanyia wema mume wako. Bas baada ya mwezi kapita, yule kaka anarudi anamwambia hebu nimekuja tayari. Anasema kakangu, sitaki talaka tena. Anasema imekuwaje? Anasema mume wangu ananipenda zaidi ya mimi ninavyompenda yeye. Lakini yalianza wapi? Yalianza huko. Mwanamume akichoka, yuko hoi, karudi kazini, akiingia nyumbani, jamani, inabidi apokelewe, tabasamu iwepo, yani maneno ya mahaba ya kumpa nguvu. Lakini ile mwanamume kaingia na 2000, hapo maneno yameanza. Jamani, sisi tungeweza kuishi zama za Mtume? Tungeweza? Yani masahaba wamejaribiwa, wazulzilu hatta yakula ar-rasula walladhina ma'ahu mata nasrullah. Yani ilikuwa wanatikiswa mitihani. Karbala tungeweza, tungekuwepo. Je, sisi tungeweza? Hayo njaa siku moja, lalamiko, maneno. Mwenyezi Mungu huenda leo kaweka mtihani maulama wakubwa. Juzi nilikaa na shekhe moja ambaye ndio katoka Irani, ananiambia historia ya maulama wakubwa ambao leo ndio vitabu vyao ni tegemezi. Wallahi anasema maneno ya kinywa chake, leo siku ya pili leo mimi sijala chakula, hali hainiruhusu, wakati pesa zipo zimekaa ambazo hukuku za imam na nini. Anasema siku ya pili leo mimi sijala chakula, hali haijaniruhusu. Tusije tukaona kwamba maulama wakubwa wamepita hivi, yani wamepita katika shida, wamepita kwenye mitihani. Kwa haya mitihani jamani, hata hii 2000 tunaweza tukapata ugali wa muhogo, tunaweza tukapata hata na maharage, hata ni kitoweo chochote kile. Yani inabidi sisi hatuna shukrani. Kuna hadithi moja nitamalizia nayo ya Imam Ali alayhi salam, anasema idha wasalat alaykum atrafu ni'ami la tunaffiru aqsaha bikillati shukr. Wakati neema ndogo zinapokujieni, muelewe nyuma ya neema ndogo hizi kuna neema kubwa zimejificha. Msizifukuze zile neema kubwa kwa kuto kushukuru juu ya neema ndogo. Kwa hiyo mwanamume wakati hana uwezo inabidi tuvumiliane. Wakati mwanamume akiwa anakuja nyumbani inabidi apokelewe kwa bashasha. Mwanamume hapendi vitu kila siku mazozano, kila siku hivi. Mimi najua mfano mume wangu hapendi kitu fulani nisikifanye. Yani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoulizwa jihadi ya mwanamke, akasema amtendee wema mume wake. Hii ndio jihadi ya mwanamke, ndio jihadi ya mwanamke. Na fadhila za jihadi ni nini? Yani sisi wanaume jamani, tunakwenda tunapigwa marisasi, tunapigwa mabomu, miguu imekatika, mikono imekatika. Mwanamke anasema wewe jihadi yako mwanamume tu, mvumilie. Yani laiti kama wanaume wangepewa jihadi hiyo, mimi nasema kila mtu tungekuwa mujahidina. Yani jihadi ya mwanamke ni kumvumilia mwanamume. Basi hiyo mimi usia wangu jamani, tujaribu kwamba
mfumo. Dini ni mfumo wa maisha tulieletewa na Mwenyezi Mungu, na mafundisho aliyetupa Bwana Mtume SAW salam aliyempa binti yake, yale tujaribu kuyatekeleza. Wallahi wa billahi, maisha yetu yatakuwa ni ya utulivu, ya raha, kuna sakina ndani ya moyo, watoto yani kila neema tutaipata. Lakini tuichukua Uislamu kama ni fungu, tusichukulie nusu huku nusu huku. Wama alaina illa albalagh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah Sheikh.